wana Simba kununa wakiambiwa wao ni underdog kwenda kwenye hii game, au kuna sababu ambayo Simba anapaswa kujivunia na aendelee kugoma yeye kuitwa underdog kwenda kwenye game ya Kariakoo Derby? Kwanza underdog si neno baya, neno la kimpira tu ambalo lipo siku zote na kwenye mchezo wote mara nyingi huwa hakosekani. Underdog ni timu ambayo haipewi nafasi kubwa kushinda mchezo. Kiingereza wanasema the beaten dog in a fight. Lakini haimaanishi kwamba hawezi kushinda mchezo. Unaweza kuingia kama underdog lakini pia ukashinda mchezo. Na ni jina ambalo wanastahili kwa kiasi kikubwa tu na wala kuna haja ya kununa. Na ile jina huwa haliji bahati mbaya, bali linakuja kutokana na uhalisia wa timu husika kwa wakati husika. Hivi sasa ukiacha tu record hiyo ya kufungwa mara 5 mfululizo, lakini kwenye recent performance za timu zote mbili, kwa maana msimu umalizika, mashindano yote ambayo Simba alikuwepo na Yanga alikuwepo, Yanga alibuka mshindi mbele ya Simba. Kwa hiyo ni kiashiria tosha kwamba ubora ambao ipo nao Yanga ni mkubwa zaidi kule ambao ipo Simba. Kwa kuingia kama underdog nadhani wanastahili. Sehemu pekee ambayo mimi nimeona kuna utofauti kuelekea mechi hii inawezekana kama ni faida kwa Simba ni kwa mwalimu Fadru pamoja na mwalimu Romain Folz. Fadru anaingia kwenye mechi akiwa na faida kuliko Folz kwenye sababu ifuatayo. Kwa asilimia zaidi ya 90 kikosi cha Yanga cha msimu uliopita kinawezekana kikaanza leo hii. Yaani kwenye first 11 ya Romain Folz ya mechi hii ya leo, maingizo mapya yanawezekana kama chache sana kulinganisha na Simba. Hii ni faida kwa maana ipi? Kwa sababu Fadlu Davis ni msimu wa pili. Aenda kucheza dabi yake ya 4. Tayari ana dabi 3, kapoteza zote, hii ni dabi yake ya 4. Katika hizo dabi 3 ambazo amezicheza za msimu uliopita, wachezaji ambao walikuwa wanacheza na wanaziamua wengi ni wale ambao mpaka sasa wapo. Utamtaja Pacom, utamtaja Max ambao mara nyingi wameweza kujirudia, bila kumsahau goalkeeper Djigui Diarra pamoja na safu yake ya ulinzi yote ambao kwa kiasi kikubwa wote wapo. Kwa hiyo kwamba faida yake ni ipi? Kwamba Fadru anaenda kwenye hii mechi akiwa anawafahamu wachezaji wa Yanga kuanzia sifa zao, lakini pia hata namna wachezaji wao. Kitu pekee ambacho kinaweza kubadilika leo hii inawezekana kama ni style ya uchezaji au formation, kwa sababu mwalimu pia ni mpya. Lakini hii faida Romain Folz anaikosa kwa sababu yeye ni dabi yake ya kwanza. Ukiacha kwa dabi yake ya kwanza, Simba ina mabadiliko makubwa sana. Tutakujadili hapa namna gani ambavyo kikosi cha Simba msimu uliopita kinawezekana msimu huu kubadilika kwa sababu ya ongezeko la wachezaji wapya ambao wengine walikuwepo msimu uliopita, lakini kutokana labda na issue za ubora nafasi zao zikachukuliwa na wengine ambao wameongezeka msimu huu. Maana yake ni kwamba kwenye lineup ya Simba ya msimu huu au ya mechi ya leo inawezekana kwa kuna mabadiliko ya kikosi. Hii inamnyima faida Romain Folz kwa sababu hawa wachezaji ambao wataingia kwenye kikosi cha Simba leo hii, hata kwa clip inawezekana ni ngumu kuweza kuwaona. Mechi za Egypt kule zote zilikuwa ni behind closed door, hazikuweza kuonekana. Kwa hata kitaka achukue mikanda ya video ni mechi za msimu uliopita ambazo kiasi kubwa wengine washaondoka na wengine inawezekana wasipate nafasi ya ubora. Kwa hiyo ndio sehemu pekee ambayo mwalimu Fadlu anapata nafasi. Lakini hii faida ambayo Fadlu yupo nao inawezekana pia ikaangushwa na ubora mchezaji mmoja. Kwa mfano amegusia issue eneo la ushambuliaji. Inawezekana mwalimu kaikamata mechi vizuri tu, zuia vizuri na ukafanikiwa kutengeneza nafasi chache za mabao, lakini nani anaenda kutumia hizo nafasi za mabao? Hilo ni kipengele. Lakini pia inawezekana pia ukazuia vizuri kwa dakika kadhaa, lakini kwa dakika za mwishoni tu, eneo ambalo wachezaji ambao wana ukomavu ndio wanakuwa active kuna matukio ya kimchezo, wachezaji wa timu yako ndio wanakuwa kuna vitu ambavyo vinazungumzwa. Usajili wa Simba ulikuwa unatajwa na bado unatajwa kama ni usajili mzuri, na hata wakati unafanyika usajili wa Selemani Mwalimu ulizua utata. Kuna watu walikuwa wanasema mchezaji ya bora kiboko kabisa, lakini sasa tunavyozungumza kwenda kwenye hii game inaonekana Simba kama safu ya ushambuliaji kama hamna watu. Wakati usajili unafanyika tulikuwa tunazungumza bwana Selemani Mwalimu atakuja kuisaidia timu. Na hizi hoja ni kile ambacho na hizi ndo game ambazo kama Mwalimu kwenda kuonyesha ukubwa. Hizi hoja ni kile ambacho kimeshaonekana kwa sababu ambacho kinazungumzwa ni kile ambacho kishaonekana. Issue Selemani Mwalimu ambacho kitazungumzwa hapa ni takwimu ambazo alikuwa nazo sehemu nyingine, sio akiwa Simba. Kwa Simba timu inaweza kumkaba. Hiyo ni issue nyingine sasa kuweza kuona anafanya kitu gani. Maana ukitaka useme atafanya vizuri ni utabiri vile vile, atafeli pia ni utabiri vile vile. Lakini ukibaki kwenye uhalisia wa timu husika, maana unabaki na tabia ambayo alikuwa nayo msimu uliopita, ambayo haikuwa. Kwa nini tabia msimu uliopita wakati timu hii imefanya mabadiliko? Hajaona mabadiliko yakifanywa kazi. Aina ya wachezaji walioingia. Of course wengi ni wale sasa. Yaani wengi wale unsajili. No. Kwa mfano kwenye eneo la kiungo ushambuliaji. Inawezekana leo hii ambaye akaa ni mpya labda mchezaji mmoja, lakini wengi atajudia ni wale ambao wamepita. Nani Morris Abraham? Morris Abraham ni ngumu kupata nafasi. Maybe Neo Maema za kaanza. Neo Maema kaingia. Wengine wanaweza wakarejea ni wale ambao kwenye games kubwa inaonekana
kidogo wanapata tabu. Hebu mwenye timu yako Nsajigwa bado ana wasiwasi licha ya changes, kwa sababu leo wana Simba wengi confidence tunajua wanaitoa sio kwa timu ya msimu uliopita, lakini kwa maboresho ambayo yamefanyika. Lakini bado unavyofanyika uchambuzi, Simba ni kama anaingia na matatizo yale yale leo. Wanajaji kwa mchezo ambao waliuona dhidi ya Gor Mahia ambao haukuwa na first 11 ambayo hata tu mtu kiamka usingizini kwa kuwafahamu tu wachezaji wa Simba waliokuwepo na wale ambao wameongezeka kwa kuwafahamu kutoka walikotoka, haiwezi kuwa vile. Huo ni uhalisia kwa jinsi ambavyo kikosi kilipangwa dhidi ya Gor Mahia. Let's say Simba imeanza golini na Kamara, kulia Kapombe, kushoto Mligo, katikati Rushen, Karabu ama Hamza, yeyote ameanza. Au Kagoma, yes, na Nangu asianze mechi. Kagoma sio kwa sababu hana uwezo, naelewa pressure yake, naelewa. Kagoma Kante au Kante leo na with all respect kwa Nangu, ni mechi yenye pressure na watu wametoka kufungwa mechi 5. Yawezekana ukakosea, yalimkuta Kijili. Yawezekana ukakosea kwenye process kwamba sio wewe sio bora, kwamba hauna ubora, wewe ni bora, lakini ukakosea kwa football ambao football unatengenezewa makosa na mpinzani, ukafanikiwa kutengenezewa kosa lako likaanza kwenye dabi. Naelewa anaweza akawa amepoteza maisha yake yote ya football kwenye level kubwa. Kagoma akae namba 6, Nabi namba 8, namba 10 Jencha Zawa, kushoto Mpanzu, kulia Neo Maema, namba 9 akae yeyote Mwalimu Mkwara, fresh. Timu ikaanza hivyo kwa kuwafahamu tu hawa wachezaji. Unategemea kitu cha tofauti kuanzia quality binafsi ya mchezaji. Samahani watu nimemweka nje Kibu Denis kwa sababu ya ufanisi, sio kwa sababu hawezi kucheza dabi, ama ni ufanisi kwa sababu ufanisi kwa maana ya work rate au maarifa kwenye usahihi wa matendo. Yes, pale ambapo nafasi moja tu unaipata afu imemhusisha Kibu Denis kwenye 10 kwenye 10 kwenye kufunga utampa 3, 7 zote ni kwenye kukosa. Kwa hiyo mechi kama hii ni final, ni decision, inataka wachezaji ambao kwenye hizo chance utawapa 7 za kupata, 3 za kukosa. Ndio maana nimemweka nje, nimeanza na Neo Maema ambaye watu watashangaa kumweka kulia, lakini ufanisi wake kwenye kupiga, kudribble, kimaamuzi kutokea huko alikotoka unampa hiyo nafasi ya kimaamuzi, lakini na desire ya mchezo pia mkubwa amekuwa akiutazama. Uzuri ni dabi kubwa inafahamika Afrika, ile desire pia inasaidia kuongeza ufanisi. Kwa ukitazama kikosi kama hicho alafu kakiweke kimeanza dhidi ya Gor Mahia, hautategemea ufanisi ambao ulitokea siku ya Gor Mahia, utategemea kitu cha tofauti kwa namna unavyowafahamu. Lakini sasa kwenda kuoperate, wasiwasi wangu upo kwenye kocha Fadlu ana tahadhari kubwa sometimes ya kimaelekezo kuliko kuwaacha watu wa enjoy football, na hiyo kuna muda inawapunguzia baadhi ufanisi, inawapa majukumu ya ziada mno. Na huwa tunafahamu makocha ambao wako kimbinu sana, kuna muda ufundi huwa wanaufunga, wanawafanya wachezaji wawe maroboti kwenye namna ya operation, kwenye mfumo ambayo mara nyingi kuna muda kwenye mechi kubwa huwa haisaidii. Yawezekana hususan zile za dabi za kufahamiana, yawezekana kwenye Champions League ikakusaidia kwa sababu hamfahamiani na wapinzani, lakini kwa dabi ambao mnafahamiana yawezekana ikakunyima. Huo ndo wasiwasi wangu, namna ya maelekezo ya mwalimu kwenda kwa wachezaji. Lakini team wise ipo, wanayo, ila kwa sababu wametoka kufungwa mara 5 na Yanga haijabadilika sana, pressure hiyo lazima itakuwepo, na waelewa wenye pressure, lakini sio kuandamani kwamba Simba hii haina timu hiyo ya kwenda kushindana na Young Africans. Unamsikia Elbo anasema timu wanayo, isipokuwa tu ni pressure ya michezo 5. Wewe ni shabiki wa Young Africans, una furaha, unatabasamu tu namna ambavyo watu wanazungumza kuhusu Simba. Leo wewe hali ya kujiamini na kuamini kwamba unaenda kuendeleza wimbi la ushindi dhidi ya mnyama? Ni kubakiza wachezaji wangu muhimu ambao walikuwepo. Sasa naweza ngakupatia kikosi changu cha Yanga ambacho leo kinaweza kikaenda kunipa kitu kama unaniruhusu nikutajie kikosi. Tupe kikosi cha ushindi. Diala golini, Mwenda golini, pembeni, Boka pembeni, Jobu, Baka, Duke Abuya, Ndasiri ya basi, Maxi Mpia Nzingeli, Pakome Zuzwa, Dumbia, Mzize. Shughuli nimemaliza.
hilo kosi. Hachomoki mtu. Akichomoka mimi naweka mbuzi. Kwa hiyo umemaliza hivi hadi atutaje hadi za Jeff Master atutaje baba Jeff Master aleta hadi ya kuku baba rekodi ya Imlindi hiyo nakutajia kosi la mauaji Kasuga, yani kwa mtu ambaye anasikiliza na mtu ambaye anajua mpira ile kosi baba chomoki hapo nje, hapo Zimbo nje Zimbo yuko nje hapo, kuna Kauma Washawasha yuko nje, kuna Ekua nje ipo nje hapo, kuna Boheli yupo nje, kuna Dube nje. Sasa ambayo kuna Dube nje bwana, ndani mboga ya moto, nje ugali wa moto bwana. Sasa kwa nini nisiende Taifa kuenjoy? Mimi naenda kuenjoy na, yani nilipoishia ndio naenda kuendeleza, kwa sababu mimi kinachonipa confidence ni kwamba wachezaji wangu wote wapo baada ya kutoka Aucho na Aziz. Nakumbuka kuna derby moja tulicheza tukiwa hatuna Aucho na ya mwisho Aziz atakuwa naye, lakini tuweza kupata matokeo tena aliyokuwa bora. Goli 2 tuondoka na ushindi na tukachukua kombe uwanjani. Yanga iliyocheza juzi nitoka kuambia, yani Yanga inayocheza kwenye mechi ya kirafiki sio Yanga inayocheza kwenye kombe. Yanga sikiona kombe na uzuri wamezungumzia kocha wetu kwamba ni mgeni. Yanga sasa hivi hahitaji kocha, hata mimi naweza nikaenda kasimama. Sasa ndio kikosi cha muda mrefu. Sio, umeelewa? Pale unakaa unapanga, na Job jana kama umemsikiza vizuri kwenye nani Yanga alikwambia sisi wachezaji kama wachezaji tushajua tuenda kufanya kitu gani. Yaani wao kama wao kwao wanajua. Kwao nyewe jiandaeni saa 12 furaha. Bwana, saa 12 Jeff Master anatuandaa kisaikolojia. Watu wa Yanga muwe na furaha. Yani mwana yangu lipo kokote, amini kabisa. Sio naenda kushinda. Chuma ngapi unaona? Chuma 2. Chuma 2. Chuma 2 hakika. Elbo. List umeweka? Prediction mnyama anashinda. Unaona chuma ngapi? Itakuwa ni mechi. Mbona mwamini anacheka? Yaani Elbo na mnyama anashinda huku anaweka tabasamu. Inajua mnyama anashinda. Chuma itakuwa average ya goli moja tofauti ya goli moja. 2-1, yes, haiwezi kuwa ushindi rahisi. Nsajigwa Karisini soro. Kwa hiyo Chuma inaambuliwa na penalty. Wakanda Nsajigwa moga. Wewe maliza jambo hili. Mimi naweka sare. Sare vipi? Kwani dakika 90? Haya, watu mnakimbilia kwenye penalty. Haya, nani anachukua kombe? Watajuana wao wenyewe kwenye mapenalty. Lakini zile 90 sare.